Unasema kwamba ni kitu gani ambacho mwalimu anataka kujaribu. Pengine ukiingia kwenye mawazo yake, ni kitu gani ambacho alikuwa anakifanya na kuwatoa hawa watu wachezaji hawa wawili muhimu kwenye eneo hilo la kiungo, kuleta athari yoyote au kulopa faida Petro Atletico au kiliwafaidisha zaidi Simba? Simba walikuwa wamejiweka kwenye kitanzi walipofanya mabadiliko ya viungo wote wawili wa chini. Unajua msingi wa timu kuanza kucheza unaanzia kwenye eneo la midfield, hasa kwenye viungo wawili ambao wanaweka ulinzi kwa mabeki. Mara nyingi sana timu ikisheki kwenye wale viungo wawili, yani namba 6 ambao wanaitengeneza timu iwe na taswira nzuri wakati wa kwenda kushambulia, lakini pia hata pale ambapo inashambuliwa wao wanakuwa wanajua ni maeneo gani hasa ya kusimama. Utamwona mmoja amesimama upande wa kulia ama upande wa kushoto. Na ndio maana kipindi cha kwanza hao viungo wawili walikuwa hawaendi mbali sana na eneo la ulinzi la timu yao. Ndio maana ulikuwa unaona kipindi cha kwanza timu iliposesi sana mpira. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wapo karibu. Wakati ambao wanashambuliwa unaona wako jirani, kiasi kwamba Petro ilikuwa inawapa ngumu sana namna ya kuweza kupenyeza mipira. Timu ilikuwa iko comfortably. Kilichokuwa kinawakwamisha Simba wasifike kwenye eneo la mbele ilikuwa ni namna gani sasa kwenye ule mfumo ambao wameenda wabadilike, waanze kutumia option zaidi ya 2 kuliko zile ambazo wanatumia, kwa sababu kipindi cha kwanza walikuwa wanategemea Budo akimbie, walikuwa wanategemea Mpanzo akimbie, walifanikiwa kwenye hilo. Sasa kwenye mpango wa pili sasa, kwamba wakati tunategemea tushambulie kupitia katikati, namna gani ambavyo tunaweza tukabadili huu mpango ambao unaonekana Petro alikuwa washawadhibiti. Ina maana pale ilikuwa ni kufanyaje, kupiga cross ambazo sasa katika mabadiliko ambayo mimi nilitarajia ni kwamba angempunguza kiungo mmoja kati yao watatu, amuongeze striker ambaye angekuja kuifanya timu walinzi wa Petro wadili na huyo striker wakati kwenye eneo la katikati wakiwa bado wako comfortably. Alivyowatoa wote wawili, Petro alipata urahisi kwa sababu timu ilikuwa inavuja, na ndio maana kipindi cha pili Petro walirudi kwa nguvu wakaitawala mechi. Yeye mwenyewe Dimitri, mimi naweza kusema alijiwekea kisu baada ya kubadili viungo wawili wote watoke, kwa sababu timu ilikosa ule muundo wa kuifanya itoke kirahisi kwenye eneo la kujilinda, lakini pia iwe na uwiano ulio mzuri wakati ambao wanashambuliwa na wakati ambao wanashambulia, ama kukumbushana pale ambapo timu inashambuliwa tufanye nini, kwa sababu ukiangalia ile goli ambalo wamefungwa au lile ambalo wamejifunga walikuwa hapo wote pamoja. Ina maana hawakuzungumza. Kwa nini hawakuzungumza? Viungo wa ukabaji wote walikuwa kwenye eneo moja. Kama wangekuwa wapo mbali, beki ambaye aliingia ndani lazima angevutika kwenda nje, mwingine angeenda nje. Kwa hiyo maana angekuwa na uwiano ambao ni mzuri. Eneo la katikati walipotoa wale viungo ndipo ambapo Simba walikuwa wameshaanza kujimaliza. Lakini unapongeza pia kile ambacho alikifanya kocha wa Atletico, kwa sababu alikuwa shawasoma Simba. Ukitaka uwanyime uhuru Simba wa kukutesa, wafanye wasikae na mpira muda mrefu. Yani Simba ni miongoni mwa timu ambazo kama utawaruhusu wakae kwa muda mrefu na mpira, wanaenda kukufunga. Aliwafanya hivyo hasa kipindi cha pili baada ya kufanya mabadiliko Pantev. Kwa hiyo ninaamini eneo la midfield kumkosa Kagoma, kuwatoa wale wawili Nabi Kamara pamoja na Kante, ilimfanya kocha akose option ya namna gani timu yake itakuwa na itakuwa na ule uwiano wa kutengeneza nafasi na kujilinda vizuri. Ukitazama kuna kitu nafikiri kocha wa Petro Atletico kuna kitu alikiona, sababu ya kumuingiza mchezaji kama Gilberto ambaye tunajua kabisa ni mzuri. Unapokuwa na Gilberto hauwezi ukaruhusu mlizi wa pembeni wa eneo hilo ambaye alikuwa ni Kapombe upande ule kwamba hawezi tena kupanda tena. Kapombe ambaye mara zote amekuwa akiipa Simba uhai zaidi kwenye wakati wa kushambulia. Kwa moja ukawa unaona kuingia wa Gilberto mambo yakawa tofauti. Lakini kama bila shaka mambo yako sawa sawa, tumsikilize hapa kocha Selemani Matola kile ambacho anakizungumza kwa wakati huu, tuone anasemaje. Kama hivi Atletico nimesema kwamba ni mashindano ya kimataifa, ni mashindano makubwa. Unapopata nafasi inabidi uitumie, kwa sababu unapowapa wao nafasi lazima wanaitumia. Tumetengeneza nafasi nyingi, tumekosa. Tumewapa chance, wameweza kuitumia. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hakuna namna, tumepoteza mchezo, ndio game. Tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kuweza kurekebisha, and then tunafocus katika mechi zijazo.
Yeah, thank you. We have lost a very crucial team. Despite that, we actually played enough in the first session. We had almost chances, but we didn't use it effectively. And also on the second phase, we tried our best, but also we didn't, because once you strategically place a chance and not use the other will use, they have used it. As I can say, now we have finished, but we shall come back to the ground, making more preparation for other matches. Thank you. Mwalimu, naitwa Msabaha kutoka Wasafi Media. Pole kwa mchezo, pole kwa matokeo. Mmeingia ama line-up ilivyotoka hakukuwa na striker. Ni moja ya sababu ambayo imepelekea kutopata magoli. Na je, mpango ulikuwa nini? Kwa nini mliingia bila striker? Ni kweli tulianza bila striker kwa sababu tulianalizi na tukaangalia vizuri. Petro ni wachezaji ambao walikuwa na wachezaji wakubwa nyuma na wazito. Kwa hiyo tulitegemea tukitumia wachezaji wafupi na ambao wako faster kidogo kwetu sisi ingekuwa ni nzuri, lakini kipindi cha kwanza ilikuwa ni nzuri. Tulitengeneza nafasi pamoja kwamba tulikuwa tuna striker na tumeweza tukakosa kuitumia. Kwa hiyo naweza kusema kwamba strategy yetu kipindi cha kwanza ilikwenda vizuri kabisa bila hata striker. Na kipindi cha pili tuliweza kuingiza striker vile vile, nafikiri nafasi hazikuweza kupatikana na tumeweza kupoteza mchezo. Naweza kusema ndio mchezo, lakini swala la kusema kwamba kutumia striker imekuwa ni tatizo kubwa sana. Tusingeweza kutengeneza nafasi kipindi cha kwanza kama tungekuwa ni tatizo kubwa la striker. Kitu kilichotugharimu tumeshindwa kutumia nafasi tulizozitengeneza. The question was why the Simba team was not using strikers at the first, but the answer was it was a tactical way due to the strength of opposite team. That's the reason why those strikers actually they showed their effort. But in second phase, they use the strikers, but unfortunately, they didn't get enough chance that those strikers could have it. Mwalimu, pole na matokeo. Asante sana, shapoa. Ni mechi ya tatu haina matokeo ya kushinda nyumbani kwa Simba. Na sasa mko kwenye hatua ya makundi na mnapoteza mechi ya kwanza. Unadhani take off itakuwaje kuweza kubadilisha matokeo kurudi kwenye njia ya ushindi? Naweza kusema kama ulivyosema tumepoteza mechi nyumbani na ni ligi group stage unapopoteza mechi ya nyumbani unajiweka katika wakati mgumu sana kuweza kutonga katika hatua inayofuata. Lakini ndio imekwisha tokea. Kitu cha msingi tunatakiwa sisi tuweze kurekebisha makosa yetu, tuhakikishe lazima tuweze kupata point katika game za away ili tuweze kuqualify na kwenda katika hatua inayofuata. The question wanted to know why the Simba, it is almost concomitant. These three matches had lost or shows unsatisfactory results. What are the impact? And the coach respond that it's true that we have lost it, we have nothing to do, but what we can say, it is to betify our strategies and the tricks, making sure that we better for the coming matches. Another question? Mwalimu, kuna mshambuliaji kama Kibu Denis hakuonekana leo. Shida ilikuwa ni nini na atarajiwa kurejea? Nafikiri kila mmoja anajua matatizo ya Kibu Denis. Kibu Denis alipata msiba wa baba yake na Kibu ndio mtu mkubwa kwenye familia yake. Kwa hiyo nafikiri alikuwa bado anashughulikia masuala ya msiba na kuweza kuweka vitu sawa. Kwa hiyo nafikiri mechi ijayo tutegemea kuweza kumwona Kibu Denis. The question is... Thank you, coach. Thank you, coach. Thanks. Kocha msaidizi huyo Selemani Matola akizungumza na akiweka wazi kitu ambacho kimesababisha, na amejibu miongoni mwa swali ambalo tunajiuliza hapa kwamba kwa nini waliamua kuanza na bila mshambuliaji kwenye mchezo huu, na akasema kwamba ukiangalia alikuwa amewaona wapinzani kwamba maumbo ya wachezaji kama tulivyosema kipindi cha kwanza kabla mchezo wa kuanza, kwa pengine watakuwa watazama
wachezaji wa timu pinzani jinsi walivyo, na hivyo kuamua kuingia kwa muundo huo, lakini kwa asilimia kubwa sana anasema nafasi zilitengenezwa. Na ameulizwa pia kuhusiana na Kibu Denis kwamba kwa sababu ya msiba, lakini mchezo ujao bila shaka yote atajumuika ndani ya kikosi. Sasa turejee hapa kwenye mjadala wetu tukiwa tunazungumza zaidi kuhusiana na Simba, kwa sababu ndio timu wawakilishi kutoka hapa nyumbani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuchana ya Young Africans jana, wao wakiibuka wababe na kuvuna alama 3 muhimu mbele ya timu ngumu pia ya FAR Rabat ya pale Morocco. Na baadaye utasikia taarifa yao Young Africans ambapo wanajiandaa na safari kwa hapo kesho, wakiwa nasafiri kwa ajili ya mchezo unaofuata. Kwa hiyo utakuja kuwasikia wenyewe wakieleza hayo, lakini turudi kwa upande wa Simba sasa. Kwa kiwango kikubwa sana unaweza kusema kwamba kocha bado hajapata kikosi chake cha kwanza kwa hili ambalo tumeliona pengine leo, kwa sababu kama ni kikosi ambacho kinakupa ushindi hauwezi ukakibadilisha mara kwa mara. Ukiona kuna mabadiliko ambayo yanatokea ni kwamba mwalimu kuna kitu ambacho cha ziada ambacho anakitafuta. Ulitolea mfano kwamba hujamuona muda mrefu Chasambi akicheza, lakini leo mwalimu kamjumuisha hata kwenye maeneo ambayo utegemea kufanyika kwa mabadiliko makubwa, na lenyewe pia imekuwa hivyo hivyo. Sasa unajiuliza kwamba kuna kitu ambacho mwalimu bado hajakipata ama lampomo. Ukiangalia kweli kuna kitu mwalimu anaonyesha bado hajakipata, na yani unakuta kuna maeneo mengi ambayo pia yanawezekana anamkwamisha. Unajua hata ukiangalia Simba hii ilivyorudi kipindi cha pili, tayari wachezaji wote walikuwa wamechoka. Unaangalia eneo ambalo umeongelea hapa, Gilberto aliingia, unaona Kapombe alikuwa muda wote kwenye box ya mpinzani, yule Gilberto anabaki peke yake. Ameingia Chasambi ambaye ni kama namba 7, kuna muda anatana mpira wakati Kapombe ameshapita, ananyang'anywa, inafanya inavunja shape ya mabeki wakati kwenda kuwasaidia kule. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinamkwamisha. Kwanza unaona hajapata kikosi cha kwanza ambacho unaona anaweza kuwa anakiamini, lakini pia ndo tunakuja kwenye jambo zima la matumizi ya aina wachezaji anapowatumia. Unajaribu kuangalia eneo lile lote la mbele, anawatumia watu wengi ambao wako slow. Unajaribu kuangalia mipira mingi na Maema alikuwa anachukua akikokota, amuoni mtu akumpatia mpira. Mwisho wa siku alikuwa analazimika kutana na mipira, anaanza moja eneo la nyuma, imekuwa ikiwapotezea muda. Kwa hiyo bado kocha ana kazi ya kufanya, lakini mimi sikujua kwa mfano labda leo huenda labda ni majeraha au kuna sababu nyingine za kiufundi, lakini mtu kama Kagoma kuweza kutegemea kumkosa kwenye mechi kama hii. Unajua uzuri wa Kagoma, anaweza kuskani zile hatari zote kwenye eneo lao. Amekuwa ni mtu ambaye ukiangalia namna goli lilivyofungwa, kweli Mnigo amechezewa rafu, refa kuona, lakini watu wanapiga pasi wanakwenda, Kante bado ananyata, yani anatembea anakabia kwa macho, ambaye ndo alikuwa bado kiungo namba 6 kabla ile goli kufungwa. Kwa hiyo kuna eneo ambalo kuna wachezaji wa msingi Simba wamewakosa, lakini wao wenyewe unaona kabisa fitness yao ya wachezaji kama vile imekuwa iko chini sana, kiasi kwamba wengi hata mipira wakati mwingine walikuwa wananyang'anywa kirahisi kwa sababu ya kutokuwa na utimamu wa mwili. Lakini pia namna wanapocheza unaona kabisa kuna kitu ambacho wanakikosa. Kwa hiyo mimi nafikiri kocha ana muda wa siku 4-3 hizi kufanya mabadiliko, kuweza kutengeneza kikosi vizuri. Bado kundi liko wazi kwa sababu jana Esperance amepata suluhu nyumbani dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo mechi inayofuata Simba anaenda kucheza kule Mali dhidi ya Stade Malien. Ni namna anachoweza kwenda kufanya ni kutafuta matokeo ya ushindi au ya sare ili kuweza kurudisha ile momentum ya kuweza kuendelea mbele. Lakini kadri anapokuwa anapoteza ndivyo anapozidi kujipa wakati mgumu. Kwa sababu unaangalia hata Petro wenyewe namna walivyocheza, ni Simba tu mwenyewe alishindwa kumaliza mechi. Kuna nafasi kaza wa kaza ambazo Simba wamepata, wanajaribu lakini wanashindwa kuweza kupata goli. Kwa hiyo kuna namna Petro hawakuwa vizuri sana, lakini Simba hawakuwa vizuri kabisa. Yaani Petro wao walichokuwa wanafanya walikuwa wanajaribu kuclear zile nafasi ambazo Simba zinaweza kazi na hapa kiburi. Walikuwa wanajaribu kukaba nafasi, wanajaribu kukaba yale maanzilisho yote ushambulizi ambao Simba walikuwa wakiandaa. Kwa hiyo kuna namna nafikiri Pantev anabidi akakae, arekebishe kikosi chake na aweze kuangalia pale ambapo pana mapungufu basi aweze kurekebisha. Lakini kama ndo namna Simba ilivyocheza tulivyoiona leo, ndio kocha amemaliza kila kitu pale. Basi uweze kutegemea kwa Simba hii ilivyocheza leo, kama itaendelea kucheza hivi unaweza kuiona kwenye hatua za mbele zaidi. Sana unaweza kuona ni matokeo ambayo yatakuwa yanawaelemea. Tukiongea tu ukweli ni kwamba Simba haikucheza mpira ambao unavutia. Ni timu ambayo ilionekana imezidiwa kwenye maeneo mengi. Unajua hata kipindi cha kwanza kweli Simba wamekosa nafasi, lakini hata wao wapinzani wao wamekosa nafasi. Kuna muda unaona yule Pasensio aliingia akapunguza akapiga, lakini hakuna mtu yote aliweza kumbuguzi. Kwa hiyo kuna maeneo nafikiri
anaweza kocha pia akafanya mabadiliko ya wachezaji au akatafuta namna kuweza kutengeneza kikosi ambacho cha ushindani zaidi, kwa sababu hata baada ya kwa Simba imefungwa ilikuwa ule mchezo hata ongeza kuchezwa tena kuongezwa dakika tena 30 bado walikuwa uone hatari wote wa Simba, kwa sababu hatari zote za Simba zilienda mpaka dakika 60 zikawa zimepotea, wakawa wanacheza mpira kama wao wanaomba mpira muda wote uishi. Kwa hiyo kuna vitu vingi unaona Simba vimepungua kwenye kikosi kwa ujumla, kuanzia fitness ya wachezaji mmoja, lakini pia ubunifu na kiwango pia cha wachezaji inaona kimepungua. Unajaribu kumwangalia mtu kama Mpanzu, sio Mpanzu yule ambaye alimaliza msimu uliopita. Kuna nafasi nyingi ambazo amepata, ana maamuzi anakuwa anashindwa, wakati mwingine mpira mingi inapotelea kwake. Jan Chaza huwa mipira mingi imepotelea kwake. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Simba kinakosekana, na hii sasa wakati mwingine lawama zote ndio unashusha kwa kocha, kwa sababu kiwango cha mchezaji kikishuka unategemea wewe kocha ndio laumiwe, kwa sababu kwa nini kiwango cha mchezaji kishuki? Kiwango cha kocha mchezaji kiwango kinaposhuka wewe ndio jukumu lako kukipandisha. Kwa hiyo kwa ujumla Simba wameelemewa maeneo mengi, na ndio naona kama vile imeweza kuleta changamoto. Unajua kuna muda tunaweza tukalaumu sana Simba kushindwa kupata matokeo, lakini tusilaumu wachezaji namna ambavyo wamemwangusha kocha. Kwa nini? Kwa sababu jukumu la kuifanya timu itengeneze nafasi imefanya hivyo. Waliokosa nafasi za kufunga ni wachezaji, ambao ni Morris Abraham, Elie Mpanzu kakosa nafasi 2. Anachokifundisha kwenye mazoezi kocha ni namna gani timu inaweza ikatengeneza nafasi, ni namna gani timu inaweza ikacheza kwenye muundo ambao anatamani timu icheze. Lakini pia ni namna gani ambavyo timu inaweza ikajilinda ikiwa inashambuliwa kwenye mpira ya juu, ikiwa inashambuliwa kwenye counter attack, ikiwa inashambuliwa kwenye mipira ya kutengwa. Yani kuna baadhi ya vitu kocha anafundisha vile ambavyo wachezaji wanatakiwa waende waka-apply uwanjani wanapocheza na timu nyingine. Lakini kwenye issue ya kwanza kumshushia mzigo kocha kwa sababu timu haijapata matokeo, kwamba labda pengine amehusika moja kwa moja, sina hakika kama inaweza kawa nzuri moja kwa moja, kwa sababu timu tumeona namna ambavyo imecheza. Angetoka kwenye bench aenda kamwambie Abraham funga hivi, hapa tutabaki na wachezaji kwamba katika mpango ambao mwalimu aliuandaa wachezaji wameshindwa kuwasilisha vile ambavyo ilikuwa inatakiwa. Issue ya kufanya mabadiliko kwa kocha, kwamba kama alibugi kwenye issue ya mabadiliko, hiyo tunaweza tukachukua sahihi kwamba mwalimu wakati anaisoma timu pinzani kuna baadhi ya vitu ambavyo alimiss. Kwa nini afanye mabadiliko ya wachezaji wawili ambao wanacheza kwenye eneo la midfield ambao tayari wameshatengeneza muunganiko na safu yake ya ulinzi? Hapa tunaweza tukamshushia maswali, au tunaweza tukamshushia lawama za moja kwa moja kama mwalimu hapa ndo alizingua. Lakini kwenye issue ya wachezaji, performance ya wachezaji moja kwa moja, mmoja binafsi naona ni wachezaji wao wenyewe. Unajua kuna nyakati wewe kama mchezaji unatakiwa utambue thamani yako, utambue ni kipi hasa ambacho mwalimu amekuamini na amekupa nafasi. Sasa hivi tunazungumza issue ya Mpanzu kukosa nafasi. Sijui kama kuna mtu ambaye anakumbuka mara ya mwisho kufunga ilikuwa lini Mpanzu. Ni muda mrefu. Je, hicho tutalaumu kocha? Kwa sababu kocha naamini kile ambacho anakifanya kwenye mazoezi anaweza kukiwasilisha vizuri kwenye mechi. Sasa ni jukumu la nani kwenda kumwambia funga wana goli ili funga? Si ni yeye mwenyewe, maana kufanya mazoezi kwenye issue ya kufunga, kufanya mazoezi namna ya kubadili, kupandisha ubora wake anapokuwa kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo binafsi naona wachezaji ndio wamemwangusha kocha leo hii kwenye mechi ya leo, kwa sababu vingi ambavyo walikuwa wanavifanya, yani unalaumu uwezo wa mchezaji, lakini issue ya mbinu za mwalimu kwenye kipindi cha kwanza zilitiki, ila makosa ambayo amekuja kufanya ni kipindi cha pili, kuwatoa watu ambao walikuwa ni holding midfielder pale, kidogo ndo alipoteleza. Issue ya viwango vya wachezaji na namna ya kuwasilisha mbinu za mwalimu uwanjani, kipindi cha kwanza zilikuwa superb. Kipindi cha pili tu mimi naona kocha alijaribu kufanya mistake ambazo mpaka sasa hivi zinamfanya ajute. Lakini pia nafasi ambazo walikosa wachezaji wa Simba, ndio maana harisi ya mashindano ya ligi ya mabingwa kuna nyakati nafasi hazijirudii. Unajua Jackson, kwa watu wanaposema wanamlaumu kocha, mwanafunzi shule anapofeli analaumiwa mwalimu. Lakini kuna mazingira. Ngoja basi nimalize. Ukiangalia namna Simba ilivyocheza, lazima kuna mahala pengi utamlaumu kocha. Utasema timu wachezaji wamemwangusha, wamekosa nafasi. Lakini unaamini yale mabadiliko yake aliyofanya kutoa viungo wakati ndio amegharimu sana timu. Kwa sababu timu ukiangalia kipindi cha kwanza, niliongea hapa wakati wa mapumziko, Kamara pamoja na Kantu walikuwa wote wanakuwa eneo moja. Walikuwa wamezidiwa
kwa sababu ya namba, lakini walikuwa wana kitu, walikuwa wanaweza kupola mipira wakatoa pasi sahihi. Lakini baadaye walitakiwa waongezewe mtu labda ambaye tulisema hapa angeingia Jean Chazaua akaja kuongeza namba pale katikati, ingeweza kumsaidia. Lakini badala yake anamuingiza Ahoua, anamtoa Nabi Kamara. Yani baada pale walipozidiwa kwa watu ambao walikuwa bora, unatakiwa uongeze mtu bora na namba ili waweze kuongezea